Nchi yetu ina utaratibu wa kufanya uchaguzi kila miaka mitano, na tumefanya hivyo tangu mwaka 60. Kila miaka mitano uchaguzi, kila miaka mitano uchaguzi. Unapofika mwaka wa uchaguzi, hakuna raia yoyote anayeweza kusema uchaguzi usifanyike. Hata Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hata makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hata waziri mkuu hawezi kulitamkia taifa kwamba uchaguzi hautafanyika, kwa sababu hili ni takwa la kikatiba. Kwa nataka niwahakikishie, sio tu wahariri, niwahakikishie Watanzania kwamba uchaguzi wa rais na wabunge na madiwani 2025 utafanyika. Lakini pia nitumie nafasi hii kusisitiza kwamba pamoja na haki ya raia kugombea na kuchaguliwa, ni kosa kubwa kukilazimisha chama chochote cha siasa kuingia kwenye uchaguzi. Nataka niwape salamu ndugu zangu wa Chadema. Yuko rafiki yangu pale Tundu Lissu na wenzake, na wapa salamu kwamba watu wasiwaonee bure. Uchaguzi huu si wa mwisho. Kuna mwingine 2030, kuna mwingine 2035, kuna mwingine 2040, mwingine 2045, mwingine 2050. Wakikosa huu wataupata ule mwingine. Mtu yoyote asiwalazimishe Chadema kuingia kwenye uchaguzi. Ni haki yao kutogombea. Na kwa mujibu wa katiba yetu, chama hata kikiwa kimoja tu kinagombea, kwa mujibu wa katiba wananchi watapiga kura ya ndio au hapana. Kwa hiyo kukaa tunawasema sema Chadema kila siku si sawa, ni kinyume cha katiba, ni kinyume cha sheria. Kwa hiyo nawaambia rafiki yangu huko aliko Tundu Lissu, ana haki kabisa na chama chake kutogombea, na tutawaunga mkono chochote watakachoamua. Kugombea na kutogombea ni nini? Ni haki yao. Na ikitokea wajagombea, basi tafadhali watukumbuke hizo kura zao. Au sio? Ndio tunajenga nchi yetu. Maana ukikosa haki ya kuchagua, ukikosa haki ya kuchaguliwa, usipoteze haki ya kuchagua. Angalau katika haki hizi mbili, hakikisha kwamba umeipata moja. Ukishindwa kuchaguliwa, basi chagua. Unakuwa umejitendea haki kama raia wa taifa hili. Na nina hakika rafiki yangu Tundu Lissu na wenzake hawatakubali kuzipoteza haki zote mbili. At least ya kuchagua wataitumia vizuri.